katika kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, makao makuu, barabara ya Sam Nujoma, Mwenge, Dar es Salaam. Jumapili ni siku ya Bwana. Inafurahisha siku hii kuwa miongoni mwa maelfu ya watu waliokusanyika mahali pamoja wakimsifu Mungu kwa nyimbo nzuri na kumwabudu katika roho na kweli. Siku ya Bwana tumwabudu, tumshangilie, tumtukuze na kumsifu. Siku ya kwanza ya juma twashangilia, Bwana Yesu kafufuka, mauti ameshinda. Malaika alishuka kutoka juu, akalithibitisha ni wema, akalikalia. Walinzi wote nao walitetemeka, kwa wingi wa hofu wakawa kama watu kabisa. Baba alitenga giza na nuru, siku ile ya kwanza alipoumba ulimwengu. Bwana Yesu ndiye nuru ya ulimwengu, siku ya kwanza ya juma ndiyo walipofufuka. Alitofautisha na manabii wengine, mitume na watakatifu waliotangulia. Na wote waliokwisha kufa katika imani watafufuka kwenda mbinguni. Ingia siku ya Bwana, tunashangilia na kufurahia. Amefufuka kayafanya mambo yote, yamekuwa mapya, tusema hii ni siku ya Bwana. Katika kaseti hii utasikia mafundisho ya neno la Mungu katika siku mojawapo ya Bwana, yakiletwa kwetu na askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, Askofu Zakaria Kakobe. Hakika hutakuwa ulivyo baada ya neno hili lililojaa nguvu ya Mungu. Fungua moyo wako kupokea chakula cha kiroho. Tunapomkaribisha sasa Askofu Zakaria Kakobe. Mungu mwema, tuko mbele zako tena tukiwa na shauku ya kujifunza neno lako. Roho Mtakatifu tuongoze na kututia katika kweli yote, ili ipate kuwa faida kwetu katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Somo letu sasa lina kichwa, nitafanya dhambi alafu nitatubu. Nitafanya dhambi alafu nitatubu. Baada ya kuokolewa, hatuna budi kufahamu kwamba mambo kadhaa. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulifahamu ni kwamba tumeokolewa kwa neema. Sema wote, tumeokolewa kwa neema. Ndio. Waefeso, tuangalie hapo kwanza kabla hatujapata ufafanuzi kwa faida ya wengine. Waefeso sura ile ya 2.
mstari wa 8. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 tunasoma, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kuokolewa ni nini? Maana yake ni kunusurishwa kutoka katika mauti ya dhahiri ambayo ingetupata pale ambapo basi la abiria imepinduka na kuanguka chini kabisa daraja, alafu watu karibu wote wamekufa na watatu tu wamenusurika kufa. Tunasema wale watatu wameokoka kutoka katika ajali hiyo. Maana yake wamenusurika kutoka katika mauti iliyokuwa ya dhahiri kwao. Na vivyo hivyo wenye dhambi wote mahali pao ni jehanamu ya moto. Mungu ni mtakatifu, wala nuru haliko. Mungu ni mtakatifu, Mungu ni nuru, wala giza lolote halimo ndani mwake. Pasipo utakatifu, Waebrania 12:14, hakuna mtu atakayemwona Mungu. Wenye dhambi wote, Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti, na mauti inayotajwa hapo ni mauti ya milele. Kule motoni watu wanakuwa katika hali ya kufa maisha yao yote, ingawa hawafi. Kwanza mtu anapokuwa katika hali ya kukata roho, anateseka kwa namna ya kipekee mpaka watu wanasema ni afadhali afe apumzike. Kumbe kimsingi, kama yuko dhambini, huko nakokwenda kuna mapumziko. Ile hali ile aliyonayo ya kukaribia kukata roho ndio anayokuwa nayo muda wote usio na mwisho, milele, muda mrefu sana usio na mwisho. Sio miaka 70 wala miaka 100 wala miaka 500 wala miaka 10,000 wala miaka 1,000,000. Ni muda wote unaofuata usio na mwisho. Hali hiyo sasa itakuwa juu ya mtu huyo. Atakuwa katika hali ya mauti ya milele. Sasa mtu anaokolewa kutoka katika hali hiyo kwa kusamehewa dhambi zake, kwa sababu dhambi, ishara wa dhambi ndio mauti hiyo ya milele. Luka 1:77 Biblia inasema, Luka 1:77, wasamehe watu wake. Luka 1:77 inasema, watangazie watu wake wokovu. Namaanisha hivyo katika kusamehewa dhambi zao. Wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Wokovu unapatikana namna gani? Kwa kusamehewa dhambi. Mtu anapokuwa amesamehewa dhambi zake, ndipo anapokuwa ameokoka kutoka katika
hatari ya kutupa motoni. Sasa tunapokuwa tumeokoka, ni muhimu kuelewa kwamba tumeokolewa kwa neema. Na kuokolewa kwa neema maana yake nini? Pasipo kustahili, pasipo kuwa na sifa zilizotustahilisha kuokoka. Kwa kawaida zinapotangazwa nafasi za kazi, kwa mfano, kuna kuwa na sifa zinazotajwa. Itaelezwa mtu mwenye sifa zifuatazo ndiye anayetakiwa kwa kazi fulani. Awe na degree ya uchumi, awe na uzoefu wa miaka 5 katika kazi, na awe na wadhamini 3 na kadhalika. Mwenye sifa hizo ndizo anayehitajika. Kwa hiyo atakapopata kazi hiyo, atakuwa ameipata kutokana na sifa alizo nazo. Sasa pale ambapo mtu ataajiriwa, ikitokea kama ingewezekana mtu akaajiriwa bila kuwa na sifa za kazi hiyo, kwa lugha ya Biblia sasa, kwa lugha ya nyakati za Biblia sasa, ingesemekana amepata kazi hiyo kwa neema. Maana yake pasipokuwa na sifa zozote zinazomstahilisha kuipata kazi hiyo. Na ndivyo wokovu ulivyo kwa neema. Hatuokolewi kwa sababu ya matendo yetu sisi. Ya maana Biblia inasema mtu awaye yote asije akajisifu. Hatuokolewi kwa matendo yetu sisi. Mtu yeyote asije akajisifu kwamba ameokoka kutokana na lolote zuri alilolifanya. Turudi tena katika Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2 mstari sasa wa 8 mpaka mstari wa 9. Waefeso 2 mstari wa 8 mpaka wa 9 tunasoma: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Neno kipawa hapa linamaanisha zawadi, gift. Ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Si kutokana na lolote tulilotenda sisi. Kimsingi kilichotufanya kuokoka ni kuamini katika kazi iliyokwisha fanywa na Yesu Kristo pale msalabani alipomwaga damu yake. Yesu Kristo alisulubishwa, alikwenda pale msalabani kama mwana kondoo wa Mungu asiye na waa wala ila. Mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Nyakati za Biblia, pale ambapo mtu alipokuwa anataka kutubu dhambi zake, ilikuwa inamlazimu kutafuta dhabihu kwa ajili ya dhambi. Lazima mtu apate mnyama na hangaike kutafuta mnyama, sio tu yeyote. Wanyama waliokuwa na ulemavu namna fulani hawakukubalika. Wanyama waliokuwa na dosari fulani, labda walikuwa wapiga mapembe wenzao, hawakukubalika. Wawe ni wanyama wasiokuwa na
madoadoa, wao ni wanyama walionona. Kulikuwa na masharti yaliyowekwa katika kumfanya mnyama akubalike. Sasa mnyama yule alipochinjwa, akatolewa sasa kwenye madhabahu, ndipo mtu alipoziambatanisha dhambi zake na yule mnyama wa kuchinjwa. Na hata hapo dhambi hizo zilisamehewa kwa muda tu, na muda ule ulikuwa wa mwaka mmoja. Alafu ile dhambi zinarudi tena kwa mtu yule, kama vile hakutubu, kama vile hakusamehewa, zinarudi tena, zinahesabiwa upya mpaka tena atoe dhabihu. Na jambo hilo lilikuwa linajirudia mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo ndio maana inatajwa mafahali na mbuzi, ng'ombe na mbuzi, kondoo, wanyama wote namna hii hawakuweza kufanya mtu asamehewe dhambi kwa kudumu. Alikuwa anasamehewa tu kwa muda, alafu dhambi hizo zinajitokeza tena, zinahesabiwa upya. Katika Waebrania sasa, Waebrania sura ile ya 10 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Waebrania 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4 tunasoma: basi torati, kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Unaweza kuona ndivyo ilivyokuwa imetokea. Sasa Yesu Kristo, kama wengi wetu tunavyofahamu, aliishi hapa duniani bila kufanya dhambi. Alikuwa ni mwanakondoo wa Mungu asiye na waa wala ila, zaidi kabisa ya wanyama wote wale waliowahi kutolewa kama dhabihu, kama sadaka ya kuchinjwa. Dhabihu maana yake sadaka ya kuchinjwa. Nyama ya kuchinjwa inapotolewa sadaka kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya kutengeneza mahusiano na Mungu, aliitwa dhabihu. Sasa Yesu Kristo alikuwa mwana kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Katika Yohana sasa, ndi mambo ya msingi sana tunatakiwa kuyafahamu kuhusiana na wokovu wetu, kuhusiana na msingi wa wokovu wetu. Katika Yohana sura ile ya kwanza, sasa Yohana sura ile ya kwanza
mstari wa 35 mpaka mstari wa 36. Labda tuanze mstari wa 29 alafu mstari wa 35 mpaka 36. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, huyo ni Yohana Mbatizaji, anamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake, akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo alipokuwa anaelekea msalabani, Yesu Kristo alipelekwa kule kama mwana kondoo wa kuchinjwa. Alipelekwa kule kama mwana kondoo wa kuchinjwa, kama dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Isaya sura 53. Isaya sura ile 53 mstari wa 7. Isaya 53:7. Alionewa lakini alinyenyekea, walimpiga makofi, walimchemea mate, wakamfunga kitambaa cheusi usoni, wakamwambia, ikiwa wewe ni nabii, tabiri ni nani aliyekupiga. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Sasa Yesu Kristo alijitoa mwenyewe, alijitoa nafsi yake kwa dhabihu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na dhabihu hii sasa ilikuwa na lengo la kuchukua nafasi ya dhabihu zile zinazotolewa mwaka hadi mwaka, ili amkini mtu anapotubu dhambi zake sasa kwa imani na kuamini juu ya damu iliyomwagika ya Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, dhambi zake zinapofutwa, kusiwe na kumbukumbu la dhambi hizo tena, kama ilivyokuwa wakati ule wa dhabihu za wanyama. Sasa ni Waebrania tena. Waebrania sura ile ya 10. Sasa tunasoma tena mstari ule wa 8 mpaka mstari ule wa 14. Waebrania 10 mstari wa 8 mpaka 14 tunasoma. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi kuzitaka, yani zile za mafahali na mbuzi, wala kupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo aliposema, tazama, nimekuja niyafanye mapenzi yako. Au ndoo la kwanza, yani agano la kwanza, agano la kale, ili kusudi alisimamisha la pili. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada,
na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi, tuseme wote, dhabihu moja idumuyo hata milele. Tena ndiyo aliketi mkono wa kuume wa Mungu, tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Kwa hiyo kimsingi, huyu ambaye hakuwa na dhambi, aliyejitoa nafsi yake kuchinjwa kwa ajili yetu, ndiye aliyempendeza Mungu, sio sisi tuliompendeza. Mungu akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Aliishi katika usafi na utakatifu, alijaribiwa sawa sana sisi katika mambo yote, lakini hakutenda dhambi. Na kwa sababu hiyo tunaokolewa si kwa matendo yetu sisi, lakini ni kutokana na kwa kazi aliyofanya Yesu, ambayo ilimpa kujitoa nafsi yake hatimaye kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu mzima. Nyakati zile walikuwa wanapata wokovu kutokana na matendo yao. Itabidi watafute wanyama, wanunue, alafu waende kuwachinja. Kulikuwa na kazi walizokuwa nazifanya katika kupata msamaha ule. Lakini leo kwa njia ya imani tu, katika kazi iliyokwisha kufanywa na Yesu Kristo, katika dhabihu iliyotolewa mara moja inayodumu hata milele, ndipo tunapopata wokovu. Si kwa matendo yetu sisi, mtu wa yetu asije akajisifu, lakini ni kwa imani katika matendo ya Yesu Kristo. Ndio maana inatajwa tumeokolewa kwa neema. Tunatubu dhambi zetu, na baada ya kutubu dhambi zetu, katika imani katika damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, tunapata kusamehewa dhambi zetu na kuokoka. Sasa tunapokuwa tumeokolewa kama hivyo, tunajifunza neno kama hivi, tofauti na kabla kuokoka. Mtu ambaye hajaokolewa ni kipofu. Ni kipofu, hajui hiki wala kile. Lakini baada ya kuokolewa, nuru inakaa ndani yetu. Tunapata kujua hili ni dhambi, hili hatupasi kulitenda, na tunakuwa tumeshapewa uwezo wa kushinda dhambi. Tunaishi maisha ya usafi sasa, tukijihadhari kufanya yale yasiyompendeza Mungu. Sasa hapo lazima tuwe makini sana. Tujue shetani ambaye tumemwacha pale tulipookoka bado hajaridhika, bado anatutafuta ili aturudishe Misri. Kwa namna ile ya Farao alipokusanya majeshi yake na kuwafuata Waisraeli tena, baada ya kusema ni jambo gani hili tulilotenda kuacha Waisraeli waende zao, akawafuatia, akawakuta bahari katika wamepanga pembezoni mwa bahari ya Shamu kwa lengo la kuwarudisha tena Misri. Hivyo shetani taka kuingia. Sasa shetani ili aturudishe Misri hufanya kazi ya mwindaji, kututegea mitego ili yamkini tunase katika mitego hiyo.
na kama mtu si makini akanasa katika mtego huo, basi amekwisha kamatwa, amesharudishwa Misri. Katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 26. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 26. Wapata tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Wapata tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Kuna mitego ambayo lazima tuwe makini, lazima tuwe na macho ya tai ya kuiona mapema, ili tusiingie katika mitego hiyo tukanasa mtego wa Ibilisi mwindaji. Na mtego mmoja mkubwa sasa ni kufikiri ni kutoka kufahamu, kimsingi ni kutoka kufahamu sharti la kusamehewa dhambi. Ni kutoka kufahamu sharti la kusamehewa dhambi, kwa sababu watu wengine hawajui sharti la kusamehewa dhambi na kupata wokovu. Wanafikiri mtu yeyote tu anapotubu, kila anayetubu anasamehewa. Kusamehewa lazima kwamba kuwe kumetokana na mtu kuzingatia sharti la msingi la kusamehewa dhambi zake. Mtu mwingine anaweza kutubu kwa machozi lakini asipate msamaha wa dhambi. Biblia inaeleza juu ya Esau katika Waebrania sasa sura ile ya 12. Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Waebrania 12:16 mpaka 17 tunasoma: asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu. Angalia neno hilo, mwasherati. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja, kwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Manake hakupata nafasi ya kusamehewa, ingawa alitafuta msamaha huo kwa machozi. Kwa sababu gani Esau alifanya lile tendo kwa makusudi. Alikuwa anajua kabisa urithi wa mzaliwa wa kwanza, urithi ni wa mzaliwa wa kwanza, lakini kwa sababu tu ya njaa ya muda mfupi akasema, urithi utanisaidia nini wakati nina njaa? Ngoja nile. Habari za urithi potelea mbali. Na akauza urithi ule na ukachukuliwa na Yakobo. Baadaye
ndio akawa na utafuta tena, akawa anatafuta mbaraka ule wa mzaliwa wa kwanza asiupate. Sasa maandiko nasema asiwepo mwasherati kama Esau. Huko mtego mkubwa sana ambao tunakabiliana nao baada ya kuwa tumeokolewa, ambao lazima tuwe makini nao. Na mtu ataambiwa sasa na shetani kwamba unaweza kufanya uasherati, unaweza kufanya dhambi ya uzinzi, halafu ukatubu baadaye. Na unasikia wajinga hao wanasema tufanye tu uasherati, tufanye tu uzinzi, halafu tutatubu. Wanasema wameokoka, halafu wanasema tufanye tu uasherati, tufanye tu uzinzi, halafu tutatubu. Na wanafikiri jambo hilo ni rahisi hivyo. Wao sio na wasiwasi. Tufanye tu uasherati, halafu tutatubu. Asiwepo mwasherati kama Esau. Tufanye uasherati tu, halafu tutatubu. Sawa, utatubu, lakini utashangaa. Kwa kawaida mtu anapokuwa amesamehewa dhambi zake, unatokea amani ya kipekee sana ndani yake. Amani hiyo inaambatana na uwezo wa kushinda dhambi. Amani na kuwepo kwa kuwa anajua mzigo wa dhambi hauko kwake tena. Ushindi wa dhambi unakuja baada ya kusamehewa dhambi. Sasa utakuta watu wa namna hii watakwenda katika maisha yao kwa muda mrefu wakiwa hawana amani ile tena ya mwanzoni walioipata kabla ya kuokoka, wakiwa hawana ushindi tena wa dhambi waliokuwa nao kabla ya kuokoka. Kwa sababu hata kama walikuja kutubu wakifikiri ni rahisi tu kupata msamaha ule, inakuwa ni vigumu sana kupata msamaha. Na wanaweza wakawa wamedanganyika kwamba wamesamehewa, kumbe sio. Hawezi kupata ile amani waliokuwa nayo tena, hawezi kupata ushindi ule wa dhambi waliokuwa nao tena. Na kama kama wakijua kimaandiko, wangejua ule msamaha wa dhambi bado hawajaupata. Kwa sababu gani? Sharti moja la msingi la kusamehewa dhambi zetu ni hili alilosema Yesu katika Luka. Angalia Luka sasa. Luka sura ile ya 23. Luka sura 23 mstari wa 34. Luka 23 mstari wa 34. Tuseme wote pamoja nami kwa bidii. Yesu akasema, Baba uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. Sema hivyo kwa bidii. Hapo ndio mahali pa kupiga mstari kwenye Biblia yako. Hilo ndio sharti la msingi la kusamehewa dhambi. Yesu akasema, Baba uwasamehe, kwa kuwa nini? Kwa kuwa nini? Sasa nijibu. Huyu mtu ameokoka. Je, hajui uasherati kwamba ni dhambi? Hajui kwamba uzinzi ni dhambi? Sasa anaposema tutafanya tu uasherati, tutafanya tu uzinzi, halafu tutatubu,
maana yake anafanya dhambi kwa kusudi, si ndio? Anajua kwamba ni dhambi, si ndio? Na kwa hiyo huyu hayuko miongoni mwa wale wasiojua walitendalo. Tuko pamoja hapo? Tuko pamoja hapo? Amekwisha ipokea kweli, Roho anakaa ndani yake. Mtu ambaye hajaokoka, Roho hayuko ndani yake. Huyu Roho Mtakatifu yuko ndani yake, na huyo ndiye anayezungumza naye. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Usifanye unataka kufanya. Na hiyo rahisi kufanya uamuzi hapo namna hiyo. Roho Mtakatifu anamshauri, anazungumza naye. Jambo hilo si jema. Usifanye hivyo. Lakini hatimaye ndio maana Biblia inasema anamfanyia jeuri Roho wa neema. Anamkanyaga mwana wa Mungu. Ndio utasikia watu wengine wanasema nitaweka wokovu wangu pembeni alafu nitakupiga. Huko ni kumkanyaga mwana wa Mungu, ni kumfanyia jeuri Roho wa neema. Ndio maana unasema nitaweka wokovu wangu pembeni. Wokovu sio kama koti unaweza kuliweka pembeni alafu kulivaa baada ya kulivua. Hapana. Wokovu ni kitu cha thamani sana. Ndio maana Biblia inasema tunatakiwa kutimiza wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka. Hatukuupata kwa matendo yetu sisi, tumeupata kwa neema tu. Na unaweza ukateleza ukaondoka kwetu tusiuone tena. Mwana wa Mungu anazungumza na wewe. Yesu Kristo anazungumza na wewe kwamba jambo hili si jema, usifanye. Unamkanyaga na kumwambia kaa pembeni. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe, jambo hili si jema, usilifanye. Unamfanyia jeuri na kusema hapana, hebu niache kwanza, tutazungumza baadaye. Ngoja nifanye kwanza alafu nitatubu, nitakujia baadaye kutubu. Biblia inasema hapo, katika mazingira hayo haisalii tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Naweza kuona katika mazingira hayo haisalii tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Angalia Waebrania sasa sura ile ya Waebrania sasa sura ile ya 10 mstari wa 26 mpaka mstari wa 29. Waebrania 10:26 mpaka 29. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha. Neno hilo linapaswa kwa hivyo. Bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa ufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Maonaje? Hakimpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Haibaki tena dhabihu katika mazingira ya kufanya dhambi kwa kusudi. Wanasamehewa wale wasiojua walitendalo. Lakini wewe ambaye Kristo yuko ndani yako, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, anazungumza na wewe, lakini unapinga, unashindana naye, unamfanyia jeuri, nasema nitafanya dhambi alafu nitatubu, ngoja kwanza nimalize. Haisalii tena dhabihu
kwa ajili ya dhambi utakazokwenda kufanya. Matokeo yake utaona watu ujidanganyi, baada ya pale watasema wanatubu, wakafikiri wamesamehewa. Lakini watu wengi kutokana na uzoefu, utaona baada ya pale watakuwa hawana uwezo tena wa kushinda dhambi. Utaona furaha ya wokovu waliokuwa nayo mwanzo haiko tena kwao. Utaona maisha yao hayana badiliko tena baada ya pale. Wanaweza kuja kanisani kama hivi, lakini ukaona tu wanaendelea na dhambi zile zile, wanaendelea na uchafu ule ule hata baada ya kutubu. Kwa sababu msamaha wa dhambi haupo na ushindi wa dhambi hauko. Furaha ya wokovu ile ya mwanzo wakati ule walioipata wakati wa kuokolewa haiko, kwa sababu kimsingi hawajui kwamba hawajasamehewa dhambi zao. Kusamehewa dhambi katika mazingira haya ni kugumu mno. Unaweza kutafuta nafasi hiyo kwa machozi kama Esau, usiipate. Na wachache walioipata walitafuta kwa muda mrefu sana. Daudi alifikia mahali kusema, heri aliyesamehewa dhambi zake, heri aliyesitiriwa dhambi zake. Kwa sababu alipofanya uzinzi na mkewe Uria, alihangaika kutubu dhambi hizo, na kulingana na historia ya Biblia ilimchukua miaka 7 akitubu kusamehewa. Alitubu kwa magunia na majivu, akijigaragaza, akiacha kula kwa miaka mingapi? Kwa miaka mingapi? 7. Mpaka katikati hapo akasema, heri aliyesamehewa dhambi zake. Maana hakupata nafasi hiyo. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana katika mtego huo. Na hata dhambi yote nyingine tunayoijua baada ya kuokolewa, nuru iko ndani yetu. Lazima tujue tuko tofauti na kabla kuokoka. Kristo yuko ndani yetu, Roho yuko ndani yetu, lakini tunamfanyia jeuri. Tunasema nitatoa mimba alafu nitatubu, nitakula zaka alafu nitatubu, nitafanya hivi na vile alafu nitatubu. Utaweza kujikuta unakuwa tu kama wokovu, kama dini yako sasa. Ile furaha ya wokovu haiko tena, ile nguvu ya kushinda dhambi haiko tena, amani uliokuwa nayo mwanzo haiko tena. Unajiona kabisa ndani yako ni tupu, kwa sababu uliingia katika mtego huo. Ndugu zangu, tuwe makini sana katika kufanya dhambi yote ya kusudi. Ni pale ambapo tunafanya kile tusichokijua ndipo tunapopata msamaha wa dhambi. Na hata Biblia inasema wale wasiojua watapata mapigo kidogo, lakini wanaojua watapata mapigo mengi. Kwa hata jehanamu ya moto, ingawa wenye dhambi wote watakwenda motoni, lakini wale wasiojua, wale waliofanya bila kujua kwamba ni dhambi, watapigwa kidogo. Yaani maana yake watapata mateso, sawa, wako motoni, lakini hata lingana na wale ambao wamekuwa katika ujuzi wa kweli ya neno la Mungu kama wewe hapa, ambao wanajifunza kila siku kwa neema kipekee ambayo wengine hawanayo. Itakuwa tofauti kabisa. Aliyepewa vingi vitatakwa vingi kwake. Aliyepewa vingi vitatakwa vingi kwake. Luka sura ya 12, Luka 12 mstari wa 47 mpaka 48. Luka 12:47 mpaka 48. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana.
Na yule asiyejua naye amefanya stahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi, na aliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Unaweza kuona. Kwa hiyo kwa maana hiyo hatuna budi kuwa makini na mtego wote wa kufanya dhambi kwa kusudi, kwa kusema nitafanya alafu nitatubu. Tunaweza tukajikuta tumeingia katika hali nzito ambayo hatuwezi kutoka tena. Ikawa ni vigumu kupata mbaraka ule tena kama Esau, hata kwa machozi. Tukaingia katika hali nzito, tukawa tumezama, na tunaweza tukajikuta katika hali ya dhambi hivyo milele na milele. Tutimize wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka, tukijua tumeokolewa kwa neema. Ni utajiri udumuo ambao tumepewa. Ni wokovu wa kushika sana, ili asije mtu akaitwaa taji yetu. Tujilinde tukijua hata mtu akiupata ulimwengu wote, itamfaidia nini akipata hasara ya nafsi yake? Sauti hiyo inapokuja na kukwambia fanya tu dhambi alafu tatubu, inataka kukupeleka kubaya. Kama iko ndani yako sauti hiyo sasa, dhambi inakuotea mlangoni, inakupasa uishinde. Hapo ulipo, simama juu. Weka mikono yako juu tena. Na baada ya wimbo huko mfupi, shukuru Mungu kwa yale uliyojifunza. Mwambie Bwana asante kwa jinsi alivyokufundisha. Mwambie Bwana akupe kuyaweka moyoni mwako yasitoke, ili upate kuwa mwalimu wa wengine ambao wanaweza kujikuta kwenye mtego huo. Zai la 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 la. Tunatumaini umebarikiwa na mafundisho haya. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 22, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Isikilize kaseti hii tena na tena, na kuwapa wengine pia. Mungu akubariki.